Nchi yetu ni nchi ya kidemokrasia, na nchi yetu imesema kila baada ya miaka 5 tutafanya uchaguzi. Uchaguzi umefanya, chama chake wao wenyewe walikataa kushiriki, na alikuja na neno no reform no election. Walisema wenyewe na wakasema tutakinukisha. Hivi vitu vipo, rekodi imefika tarehe, kwa sababu kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ukisoma ibara ya pili sura ya 74 inaelezea uwepo Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Kusoma kifungu cha kwanza, cha pili, cha tatu, hakuna doubt, niko wazi kabisa. Lakini ili chama kishiriki, zimekuwa taratibu za kushiriki. Wewe mwenyewe unasema mimi kesi mtaki, anaolewa na mume mwingine, alafu unaanza kwenda kumletea fujo. At least ingelikuwa labda serikali ama tume ya uchaguzi imeiondoa Chadema sababu kwa mizengo, lakini sheria zipo na taratibu zipo. Kwa maana hiyo serikali ya mpito inakuja kama pahala pana matatizo. Serikali ya mpito inakuja, mfano serikali iliyokuwepo haikushinda kihalali, lakini tumekwenda kihalali, tumeshiriki uchaguzi, sawa, uchaguzi umefanyika, tuna vyama 19, tuna vyama 19, vyama 18 vimeshiriki uchaguzi ama 17, alafu wewe mmoja ukushiriki, unataka kuaminisha vyama. Na kwa taarifa yako, ukisoma sheria ya msajili wa vyama, vyama vyote vina haki sawa. Vyama 19, 18 vimeshiriki, wewe peke yako kushiriki, alafu unajenga hoja kwamba kwa kuwa wewe kushiriki, tena kushiriki kwa msimamo wa kamati kuu yako, na mkatoka wazi kwamba sisi tushiriki uchaguzi mpaka tume huru ipatikane. Tume ndio hii, na tume kwa very transparent, na imeeleza majukumu yake, na imeambiwa tume hii itakoma lini. Ukisoma kifungu cha 27 ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imesema tume hii itaendelea kuhudumu mpaka pale utakapokoma muda wake, na kwa mujibu wa sheria tume hii inakoma 2027. Kikwa hiyo ni katiba na sheria imewekwa ya ile ya tume tunayozungumza. Kwa maana hiyo huwezi ukasema unaleta serikali ya mpito. Kwa mpito vipi? Rais kachaguliwa kihalali, vyama 18 vimeshiriki, wewe kama chama kimoja kimeshiriki, alafu unasema leta hoja za msingi. Unapozungumza na watu kama sisi tuna hoja, unaleta hoja, serikali ya mpito limetokea jambo gani? Vita. Chaguzi kwa mujibu wa katiba umefanyika, vyama 18 vimeshiriki, chama chako kushiriki tena kwa msimamo wako mwenyewe. Leo unakuja kusema serikali ya mpito. Hapana, serikali ya mpito. CCM imechaguliwa na Watanzania zaidi ya 97.66. Tutaendelea kuheshimu katiba nchi hii. Rais Samia ataendelea kuwa rais mpaka 30 kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano. Atakapomaliza muda wake, hapo tutaingia kwenye mchakato mwingine. Huo hakuna mjadala wala hakuna serikali ya mpito. Ila CCM tumezungumza, sisi tunaamini kwenye 4R. Kama kuna jambo linalohusu taifa, tuko tayari kukaa pamoja kuzungumza, tuko tayari kuzungumza, kusikilizana na kurekebisha yale ambayo tunahisi mapungufu yatakaweza kutusaidia kulipeleka mbele taifa letu. Lakini swala la serikali ya mpito hapa hapana, wala swala la kurejea uchaguzi hapa hapana. Uchaguzi umekwisha, tujipange kwa 30 ili mambo yaendelee vizuri.